tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi. Tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi. Johari, mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini leo nimeona sura adimu kuonekana, msajili wa vyama vya siasa ndugu yangu Francis Mutungi yuko nasi leo hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Jaji Shaban Ali Lila, mwenyekiti wa Tume ya Rais ya uchunguzi wahusika wa ghasia za ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, makamishna wa tume na secretariat ya tume, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa dini, wawakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ndugu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, mniruhusu nami niungane na viongozi wa dini katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jaala yake ya uhai na siha njema iliyotuwezesha kutana leo hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu la kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Nawashukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025, iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia Jaji Ibrahim yuko naye pamoja. Wote walikuwa katika tume hiyo. Hello Tanzania, hakuna ubaya, ni lazima tusungumze, maana kama jambo lipo na limekuja tutakosa vipi kuzungumza? Mauaji kwenye taifa la Tanzania bado yapo. Sikiliza nikwambia, mwaka uliopita baada ya mauaji makuu ya tarehe 29, mimi Amanya nikawaambia hapa hivi, hii serikali participate katika zile vifo za wale watu ambao walikufa, na nikawaambia vizuri, hakuna kitu kigeni ambacho kitaendelea kwenye hili taifa. Unaweza mkakaa sawa, serikali imejimilikisia, imejiweka mamlakani, imejiabisha katikati ya msitu. Nikamwambia wachana tu na wao, mtaona tu. Yani tutakaa kama taifa, tuko hapo, tutapika makitepu, tutamark time kwa jambo moja mpaka muda uishe. Angalia sasa hapa, Rais Samia bado tena anateua tume ingine iende kufanya kazi ambayo ile tume ya kwanza aliyoichagua ilifanya. Sasa hivi anazungumza, anasema tume hii inaenda kudig down deep, itafute kwa undani ni nini kilichofanyika. Kwani ni nini hiki kinatafutwa ambacho tume ya kwanza haikupata? Ya pili pia ndio hii inatafutwa, nayo pia wacha nikwambie itakaa tena miezi kadhaa. Itatafuta, mwisho italeta majibu, yatakataliwa ama yatakubaliwa, na bado ya tatu itateuliwa. Tutakaa hapo mark timing kwa jambo moja. Mwaka umeisha, bado jambo ni moja linakaa kudiskasiwa, jambo moja tu ndio linakaa kuongelelewa wakati na wakati mwingine, na bado tunaendelea kusogea. Siku zinaenda, muda unaendelea kuyoyoma. Sasa hivi watu wengine waanze kufikiria kuhusiana na uchaguzi wa 2030. Inamaanisha nini? Bado tunasogea.
Mama yuko, tunapambana na yeye hivyo hivyo. Lakini ukimuuliza kile kitu kigeni, kizuri ambacho amekifanya tangu wakati ameingia serikalini, warai, hakuna cha muhimu. Uwezi kunidanganya. Manake haya ambayo yanaendelea hapa yanaonyesha wazi hakuna jambo geni wala hakuna jambo lingine ambalo linaendelea. Ni kusunguka tu katikati ya katiba mpya, tunaenda kwa maridhiano. Tukuje kwa tume ya kutafuta chenye kilifanyika mwaka uliopita. Tunatoka hapo tena tunasunguka maridhiano, katiba mpya, tume. Maridhiano, katiba mpya, tume. Na tutakaa hivyo mpaka hii miaka iishe, kama hatakuwa ameondolewa mamlakani. Miaka 5 itaisha, bado tukiwa hapo hapo tunasunguka na kusurura. Katiba mpya, maridhiano, kesi ya Tundu Lissu, tume ya kwenda kuchagua, ya kwenda kutafuta ni nini kilifanyika tarehe 29. Enough kwa hiyo miaka 5. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Ali Lila, ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao 2 kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa 2. Na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndaitwah wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana Watanzania tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho ni washukuru tena mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia katika matukio
ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 sasa imezinduliwa rasmi. Namwomba Mwenyezi Mungu aibariki bara letu la Afrika, lakini Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania.